Rais wa China Xi Jinping atakutana na kiongozi mkuu wa serikali ya Korea Kaskazini Kim Jong-un katika ziara adimu ambayo wakati huu wengi wanaitazama kwa jicho la tatu. Rais Xi Jinping atakutana na Kim wiki ijayo katika ziara hiyo, ikiwa ni ziara ya kwanza katika takribani miaka 7 kulingana na vyombo vya habari vya serikali vya nchi zote mbili. Xi atakuwa Korea Kaskazini kuanzia tarehe 8 hadi 9 mnamo mwezi huu wa Juni kwa mwaliko wa Kim Jong-un. Ziara yake ya mwisho Pyongyang ilikuwa mwaka 2019. Ziara hiyo inakuja wiki chache baada ya Xi kumpokea rais wa Marekani Donald Trump na rais wa Urusi Vladimir Putin mjini Beijing, nchi mbili ambazo zina ushawishi mkubwa katika sera za nje za Pyongyang. China ni mshirika muhimu wa kiuchumi na kisiasa wa Korea Kaskazini, ambayo inakabiliwa na vikwazo vikubwa vya kimataifa kutokana na mpango wake wa silaha za nyuklia na madai ya ukiukwaji wa haki za binadamu. Hata hivyo, katika siku za hivi karibuni Korea ya Kaskazini imezindua kiwanda kipya cha utengenezaji wa makombora ya nyuklia, na mpango ni kwamba inataka kuwa taifa la nyuklia, na ni moja kati ya kauli ambazo Kim Jong-un, kiongozi wa Korea Kaskazini, amekuwa akieleza mara kwa mara kwamba Pyongyang ni nchi ya nyuklia na kwamba ulimwengu unapaswa kufahamu hilo. China na Korea Kaskazini zina mpaka wa kilomita 1400 na zimeunganishwa na mkataba wa ulinzi wa pekee kwa China na nchi nyingine yoyote. Mkataba huu unahakikisha msaada wa pamoja ikiwa mojawapo itashambuliwa. Mwaka huu wanaadhimisha miaka 65 ya mkataba huo. Kwa Kim, thamani ya kipropaganda ya ziara ya Xi ni dhahiri. Korea Kaskazini inaboresha nafasi yake ya kimataifa baada ya janga la COVID-19 na kuingia katika vita vya Ukraine upande wa Urusi. Licha ya uhusiano wa karibu wa Beijing na Pyongyang na Moscow, Xi ana wasiwasi kuhusu uhusiano unaokuwa kati ya Kim na Putin. Inatarajiwa kwa kiasi kikubwa kuwa Kim anatafuta kuongezeka kibiashara kupitia mpaka wa nchi kavu na kuongeza idadi ya watalii wa Kichina ili kujaza hoteli zake mpya za ufukweni na vituo vya ski vilivyojengwa hivi karibuni. Kim amekuwa akionyesha kwa fahari silaha zake za nyuklia na makombora, lakini pia amekuwa akionyesha mji mkuu wa Pyongyang kwa wageni wa heshima wanaotembelea nchi hiyo. Anataka dunia ijue kuwa mafanikio hayo yote yanapatikana bila kushinikizwa na Marekani na kuingia kwenye mazungumzo na Korea ya Kusini. Tangu Kim alipotangaza kusitisha juhudi za kuungana tena na Korea Kusini mnamo Desemba mwaka 2024, amewaita wa Korea Kusini adui wa kiapo na amekata mawasiliano yote ya ngazi zote na Seoul. Juhudi za Seoul za kutafuta maridhiano zinaonekana kutokuwepo vyema na Pyongyang. Endelea kutufuatilia mtazamaji, lakini ni kusihi usisahau kulike, kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News.